tunalibariki na kuliinua jina lako. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu, asante kwa sababu wewe ni mtakatifu. Asante kwa kuliheshimu neno lako. Nasema watu wawili au watatu wanapokusanyika kwa ajili ya jina lako, utakuwa katikati yao. Asante maana umekuwepo katikati yetu kuanzia mwanzo tulipoanza kwenye maombi, tumekuja kwenye discipleship, tumekuja kwenye praise and worship. Ni wakati mwingine tena ambao tunakwenda kusikia kutoka kwako. Nitumie kama chombo kuzisema siri za ufalme wako. Roho Mtakatifu tusaidie kuyaelewa haya maneno na yakafanyike uzima kwenye maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo lenye nguvu na mamlaka, na kila mwenye pumzi aseme amen. Tupo katika mwezi wa kuzidi kumjua Mungu na kutembea katika nguvu zake, si ndio? Mwezi wetu wa 8 ni mwezi wetu wa kufanyaje? Wa kuzidi kumjua Mungu na kutembea katika nguvu zake na katika njia zake. Na andiko letu kuu katika mwezi huu linatoka kwenye kile kitabu cha Petro ile wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza, ambao inasema neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Neema na iongezwe kwenu katika kumjua Mungu na Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sehemu ya kwanza ya somo hili tulijifunza kwa habari ya kweli au mambo muhimu kujua kwa habari ya kumjua Mungu, si ndio? Mambo muhimu ya kufahamu kwa habari ya kujua Mungu. Sitaweza kuongea vyote, ila nitakukumbusha tu kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza tulisema kwamba kumjua Mungu ni kuwa na ufahamu wa kina juu ya tabia yake, asili yake na uweza wake. Kumjua Mungu ni kuwa na ufahamu wa kina juu ya tabia yake, uweza wake na utendaji wake. Hiyo ilikuwa kwenye utangulizi, lakini kwenye yale mambo kweli 4 za habari ya kumjua Mungu, kweli ya kwanza tulisema kumjua Mungu ni hitaji la lazima kwa kila mwanadamu ikiwa anataka kuishi maisha yenye maana. Kumjua Mungu ni hitaji la lazima. Kumjua Mungu ni hitaji la lazima. Kwa sababu gani? Kwa kadiri unavyomjua Mungu ndivyo unavyojijua wewe na kusudi ulilolibeba. Ni Mungu aliyekuumba, hauwezi kujua nini alikusudia kama haujamjua yeye, si ndio? Ndio maana anamwambia Yeremia kwenye Yeremia 1:4 anasema, kabla sijakuweka katika tumbo la mama yako na alikujua na alikutakasa nikakuweka kuwa nabii wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli ya kwanza tulisema kumjua Mungu ni hitaji la lazima kwa kila mwanadamu ikiwa tunataka kuishi maisha yenye maana. Kweli ya pili tukasema ni shauku ya Mungu tumjue. Ni shauku ya Mungu tumjue. Ni shauku ya Mungu. Mungu anatamani tumjue. Lakini Roho Mtakatifu huwa anashirikiana na shauku yetu kutusaidia kumfunua Mungu kwenye maisha yetu. Ile kwamba Mungu anatamani tumjue haimaanishi atajifunua mzima mara moja, yaani atakuja kwako ajilazimishe kujulikana kwako. Hapana. Roho Mtakatifu atashirikiana na shauku yako ya kumjua katika kumfunua Kristo kwenye maisha yako. Ndio maana mwandishi wa tenzi akasemaje? Zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake. Anasema zaidi na zaidi, natamani nimjue Yesu. So ni shauku ya Mungu ajulikane kwenye maisha yetu. Ni shauku ya Mungu ajulikane, lakini kiwango hicho ambacho Mungu atajifunua kwenye maisha yetu kinategemeana na kiwango cha shauku tulicho nacho. Maana Roho Mtakatifu huwa anashirikiana na shauku yetu katika kumfunua nani? Kristo. Na kweli ya tatu tukasema kumjua Mungu ni safari endelevu isiyokuwa na nini? Na mwisho. Hakuna siku utafika na kusema nimehitimu katika shule ya kumjua Mungu. There is no day utasema nimegraduate, kwamba nimemjua Mungu imetosha. Hapana, haipo hiyo siku. Haipo na haitakuja kuwepo. Hiyo siku haipo na haitakuja kuwepo. Kwa sababu kwa kadiri tunavyomkaribia Mungu na kwa kadiri anapojifunua kwenye maisha yetu ndivyo ambavyo tunajua kwamba hatumjui. Kwa kadiri tunavyomkaribia Mungu, anasema nikaribieni mimi nami nitawakaribia ninyi, si ndio? Kwa kadiri tunavyomkaribia na yeye anavyojifunua ndivyo ambavyo sisi tunajua kwamba hatumjui. Niliwaambia kwa habari ya kitabu cha Isaya, anasema aliwaona wale malaika wanainama usiku na mchana wanasema neno moja mara 3 miaka yote, mtakatifu mtakatifu mtakatifu, si ndio? Kama unasoma vizuri Biblia na unafuatilia maneno, hawakuwa wanamaanisha peke yake ni mtakatifu usiye na dhambi.
walikuwa wanamwambia Mungu, wewe ni wa peke yako, wewe ni wa daraja lako, hakuna wa mfano wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna siku ambayo utafika utasema mimi nimemaliza kumjua Mungu, kwa sababu kimsingi Paulo anasema hivi, mjue upana, urefu na kina cha upendo wa Mungu. Yaani hiyo ni dimension moja tu, upendo wa Mungu. Haujaongelea uweza, haujaongelea haki, haujaongelea rehema, haujaongelea neema na vingine na vingine. Kwa hiyo hakuna siku ambayo utafika na kusema nimegraduate, nimeshahitimu katika shule ya kumjua Mungu. Kila siku tunakuwa, kwa kadiri ambavyo tunatembea na Mungu ndivyo ambavyo tunakuwa katika kufanyaje? Kumfahamu. Maana Yesu asifiwe sana. Na siku utakayofika kujiaminisha kwamba nimemfahamu Mungu vya kutosha, ndiyo siku ambapo utaanza kuona, hautaendelea kuona udhihirisho mwingine mpya wa Mungu kwenye maisha yako. Moja ya kitu ambacho Mungu huwa anakiangalia kwenye maisha ya mtu ili ajifunue ni njaa ya kutaka kumuona. Moja ya kitu ambacho Mungu akitaka anakiangalia kwenye maisha yako kabla hajajifunua kwenye dimension ambayo hajawahi kujifunua, huwa anaangalia njaa. Iko hivi, mtu asiye na njaa hathamini chakula ukimpa. Mtu asiye na kiu hathamini maji ukimpa. Lakini mtu aliye na kiu unapompa maji, hata kama ni kidogo, atakuona wewe ni mtu wa maana na atakukumbuka siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kumjua Mungu ni safari, na hakuna siku tutasema tumehitimu katika kumjua. Na kweli ya nne tukasema hakuna jambo lenye thamani kubwa katika maisha ya mwanadamu kuliko kumjua Mungu. Hakuna jambo la thamani, the most valuable thing in the life of a person ni kumjua Mungu. Ndio anasema kwenye kile kitabu cha Yeremia, sasa Yeremia 9:23 mpaka 24, anasema ikiwa mtu ataamua kujisifu, na ajisifu kwa jambo hili kwamba amenijua mimi. Nikawaambia watu, ikiwa watu watatuhesabu tuna kiburi, basi kiburi chetu ni Yesu. Kwa sababu kama ni pesa, kuna watu wana pesa kutuzidi. Kama ni elimu, kuna watu wana elimu kutuzidi, na vitu vingine na vitu vingine. Lakini kama tutaamua kujisifu, lazima tujisifu kwamba tumemjua nani? Mungu. Lazima tumjisifu kwamba tumemjua nani? Mungu. Tukaongelea kwa habari ya faida kadhaa za kumjua Mungu. Tutajifunza siku nyingine kwenye sehemu ya 3 kama sio ya 4, kwa habari ya faida za kukua katika kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo, hiyo nilikuwa nakupa recap tu, nilikuwa nakukumbusha ni wapi tumetoka. Bwana Yesu asifiwe, ili tunapoelekea twende pamoja. Mwalimu mzuri huwa anawakumbusha wanafunzi wake walijifunza nini somo lililopita, ili wanapoenda sasa wanapoanza waanze pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo katika somo ambalo tunajifunza kwa habari ya kukua katika kumjua Mungu, natamani tuongelee kipengele kinachosema viwango vya ufahamu katika kumjua Mungu. Levels of knowledge in knowing God. Viwango vya ufahamu katika kumjua Mungu. 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 Iko hivi, ufahamu unaweza kupimwa, na chochote kinachoweza kupimwa kinaweza kuwekwa kwenye viwango. Ufahamu unaweza kupimwa, na chochote chenye uwezo wa kupimwa kinaweza kuwekwa kwenye viwango. Ndio maana ukipewa mtihani, kuna watu wanapataga 90, kile ni kiwango, ile ni maxi. Kuna mtu alipata 100, ile ni maxi. Na kimsingi mtihani huwa inapima ufahamu, inapima uelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo kwenye kiwango katika kumjua Mungu. Viwango vya ufahamu katika kumjua Mungu. Iko hivi, kila mmoja wetu yupo katika kiwango fulani cha kumjua Mungu. Kila mmoja wetu. Yaani hapo ulipo kuna kiwango unamjua Mungu. Hiyo haihitaji nabii kukuambia. Ile
ile kwamba tu asubuhi umeamka na ukajua leo ni Jumapili, natakiwa niende kanisani, na kanisani anayeabudiwa ni nani? Ni Mungu. Ni ushahidi tosha kwamba wewe kuna kiwango unakijua kuhusu Mungu, lakini ni shauku ya Mungu twende zaidi kutoka kwenye hicho kiwango tulichokuwepo. Tuko pamoja? Ni shauku ya Mungu twende zaidi, kwa sababu tulisema kwenye ile Galatia 4:1, si ndio? Mrithi awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, japokuwa ni bwana wa yote, atawekwa chini ya wasimamizi. Andika mtu wa Mungu, Galatia 4:1. Tutaenda kuisoma. Tulisoma wiki iliyopita. Leo na kuparafrazia tu. Galatia 4:1. Na Yesu asifiwe sana. Anasema mrithi wakati wowote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, japokuwa ni bwana wa wote. Kuna mambo Mungu hata kuamini kwenye maisha yako na hata kupa, sio kwa sababu hakupendi, ni kwa sababu haujafika kwenye kiwango cha ufahamu kinachotoshea ile nafasi. Tuko pamoja? Kuna mambo Mungu hawezi kukupa japokuwa anakupenda. Yaani yeye ni baba yako, si anasema nao wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, Yohana 1:12. Mungu ni baba yako, ni kweli, lakini kuna mambo hawezi kukupa. Kuna udhihirisho wa nguvu fulani hawezi kuziachia kwenye maisha yako, sio kwa sababu hakupendi, bado hajaridhika kwamba kuna kiwango haujafikia katika kumfahamu yeye, katika kumjua yeye, kwa sababu ni hatari kumpa mtu mamlaka kubwa asiyokuwa na hekima na uwezo wa kuyatumia. Ni neno gumu sana, lakini nasema ni hatari kumruhusu mjinga waongoze welevu. Ni hatari kwa sababu atawapoteza huku akiamini yupo sahihi. Ana Yesu asifiwe. Ana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa nini sasa tunapaswa, najua unakuwa unajiuliza kwa nini tunapaswa kwenda kwenye kiwango kingine zaidi cha kumfahamu Mungu, cha kumjua Mungu? Ni kwa sababu kuna mambo kwenye maisha Mungu hawezi kutuamini mpaka amekipima kiwango cha kina cha ufahamu wetu kwamba kinatoshea kwenye hiyo nafasi. Katika kiwango ulichonacho, unachojifahamu wewe ulivyo, upewe mamlaka aliyopewa Elia. Anasema kwa neno langu mvua haitanyesha. Upewe wewe ulivyo na hasira too emotional imbalance iko kubwa, 100+1 akupe. Yaani mtu akikukorofisha tu unasema kesho asubuhi hautaamka isipokuwa kwa neno langu. Yes, kuna kiwango Mungu lazima apime kwamba huyu bwana japokuwa ni mwanadamu, ana hisia, ila ana uwezo wa kudhibiti hisia zake, ikiwa anajua hisia zake zina contradict, zinaenda kinyume na mapenzi yangu. Ana Yesu asifiwe. Yesu pale msalabani kimsingi alikuwa na mamlaka yote kama mwana wa Mungu. Alikuwa na mamlaka yote, alikuwa na uwezo wa kufanya chochote ambacho angekifanya kwa wale wanajeshi. Lakini anasema Baba uwasamehe maana hawajui walitendalo. Kimsingi walikuwa wanajua. Yesu alikuwa na uwezo wa kudhibiti hisia zake kwa sababu alikuwa anajua ni lazima niende kwenye njia hii ili nimnunulie Mungu watu. Ndio anasema kwenye ile Ufunuo 5, si ndio? Nikaona kile kitabu, hakuwepo wa kukifungua, nami nikalia. Yohana 1, andika mtu wa Mungu, Yohana 1:1-5. Hakuwepo wa kukifungua, nikalia. Malaika akamwambia usilie, maana yuko mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa, mwenye uwezo wa kukifungua kile kitabu. Anasema kisha nikaona malaika wakianguka na kusema, umestahili mwana kondoo wa Mungu kukifungua kitabu na mihuri zake, maana ulichinjwa na ukamnunulia Mungu watu wa kila kabila na kila lugha, ukawafanya kuwa wafalme na makuhani kwa ajili ya Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa na uwezo wa kudhibiti hisia zake. Kusoma kwenye ile Wafilipi 2, natengeneza utangulizi mtu wa Mungu nielewe. Yaani hiyo ni kachumbari ya utangulizi ili nikienda huko mbele unielewe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ile Wafilipi 2, kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 9, anasema
naye alikubali kuacha enzi na utukufu mbinguni, akaona kule kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho, si ndio? Alikubali na akavaa namna ya mwanadamu, alipoonekana na mfano wa mwanadamu akanyenyekea, naam hata mauti ya msalaba, ndipo Mungu akamkirimia jina lipitalo majina yote. Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu na jina lake lilikuwa lina uwezo, lakini ilibidi apitie alichopitia ili jina lake lipate nguvu katika ulimwengu wa mwili. Kwa sababu kabla Yesu kujidhihirisha, watu walikuwa hawaombi kwa jina hilo. Ili jina hilo lipate thamani katika ulimwengu huu, ni lazima angepitia kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Viwango vya kumjua Mungu. Kwa hiyo kila mmoja wetu kuna kiwango yupo katika kufanyaje? Katika kumjua Mungu, kila mmoja wetu. Naomba niseme hivi, ile kwamba umekaa kanisani kwa muda mrefu haimaanishi unamjua Mungu sana. Yaani usichanganye umri wako wa kumjua Mungu, yaani umri wako wa wokovu na kina cha ufahamu kuhusu Mungu. Havihusiani, havina uhusiano. Kwa sababu kuna watu wamekaa kwenye wokovu kwa mwezi mmoja, lakini shauku yao ni kubwa ya kumtafuta Mungu. Wameenda mbali sana katika kumjua Mungu kuliko wale ambao wamekaa kwenye wokovu kwa miaka 10. Bwana Yesu asifiwe. Najua unaweza usinielewe. Tusome Mathayo 16:13 mpaka 18. Mathayo 16:13 mpaka 18. Anasema hivi, basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake, akasema, namani, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Yesu aliishi duniani na kufanya miujiza mingi na kujitambulisha kwa watu kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Anasema hivi, aliyeniona mimi amemuona Baba, maana Baba anakaa ndani yangu. Lakini watu bado hawakumjua. Ngoja niiweke vizuri. Walimjua Yesu, lakini walimjua Yesu kama mmoja wa manabii. Hawakumjua Yesu kama nani? Masihi, yule aliyetabiriwa kwenye nini? Kwenye maandiko. Ndio maana Yesu anawaambia hivi, kwenye kile kitabu cha Yohana, ni Yohana 5 kama sijakosea, anawaambia Mafarisayo hivi, nyinyi mwayachunguza maandiko mkizani kuna uzima ndani yake, lakini hayo maandiko yananiongelea mimi, lakini nyinyi mmenikataa. Mafarisayo walisoma sana neno la Mungu, wakalikariri sana, na walikuwa wanamngojea Masihi. Hata Masihi alipokuja bado hawakumjua. Kwa maana nyingine, walijua ujio wake, lakini alipofika walishindwa kumtambua. Walijua anakuja, ina maana hicho ni kiwango cha ufahamu. Walijua anakuja, lakini alipokuja walishindwa kumtambua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Ni Yohana 5:39. Yohana 5:39 anasema, nyinyi mwayachunguza maandiko. Yohana 5:39. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ile kwamba umekaa kanisani kwa muda mrefu haimaanishi kwamba kina chako cha ufahamu kuhusu Mungu pia ni kikubwa. Unaweza ukawa umekaa kanisani kwa muda mrefu, mtu wa Mungu, na bado wewe ni mtoto. Ndio wale Paulo anaosema mnachukuliwa na upepo wa kila namna. Kiwango cha kwanza, kama unaandika, tumesema tunajifunza kwa habari ya viwango vya ufahamu katika kumjua Mungu. Kiwango cha kwanza, kiwango cha kwanza, level ya kwanza, ambayo hii ndio yani kila mtu alipitia. Kama bado upo hapo. Kama upo kwenye level nyingine, ulishawahi kupita hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kiwango cha kwanza
ni kumjua Mungu kutokana na taarifa ulizozisikia kumhusu. Kumjua Mungu kutokana na taarifa ulizozisikia kumhusu. Kumjua Mungu kutokana na taarifa ulizozisikia kumhusu au zinazomhusu. Hii ni hatua ya kwanza ya kumjua Mungu. Ni zao la taarifa ulizozisikia, ulizozisoma au kufundishwa kuhusu Mungu. Hichi ni kiwango cha kumjua Mungu ambacho mtu anaufahamu ukweli fulani bila kuwa na uzoefu wa moja kwa moja. Yaani unakuwa na ufahamu wa kweli fulani, lakini unakosa personal experience ya hiyo taarifa uliyoisikia. Wewe mwenyewe unajua kuna watu kabla haujawazoea, ulipokuwa unawaona kutokea mbali, kuna vitu vingi sana ulikuwa umevisikia kuhusu wao, si ndio? Hujawahi kukutana na watu ambao wanasemwa kwamba wao wanadharau, wana kiburi, lakini ulipokaa nao kwa muda fulani ukaja kujua mbona huyu mtu hana kiburi? Si wapo? Kwa hiyo kuna kundi la watu ambao wameokoka na wapo kanisani, wapo kwenye hii level ya kwanza, ambayo tumesema hii ni level ambayo kila mmoja huwa anaipitia. Kila mmoja huwa anaipitia na hapaswi kukaa hapo. Shida inaanza ukiwa umeamua kukaa, yaani ndio umevuta kiti ukafanyaje? Ukakaa. Ambayo ni kumjua Mungu kutokana na taarifa ulizozisoma. Neno la Mungu, Biblia, miongoni mwa sababu nyingi zilizofanya ziandikwe ni kutupa taarifa kuhusu huyu Mungu. Alifanyaje zamani? Anafanya nini leo? Na anaweza kufanya nini kesho? Si ndio? Japo kwa uchache inatupa nuru kuhusu huyu Mungu, inatupa taarifa, inatupa maarifa kuhusu huyu Mungu. Lakini kimsingi hatupasi kuishia kwenye hiyo level. Mwambie mwenzako upasi kuishia kwenye hiyo level. Yaani kuna watu wanamjua Mungu kama ambavyo wanavyojua watu maarufu. Nikupe mfano. Wewe unajua kwamba Bakresa ana makampuni mengi. Si unajua? Si unajua? Inawezekana hujawahi kumuona. Kuna wengine hawajawahi kumuona. Hawajawahi. Lakini unajua anamiliki makampuni na unaweza kuyataja. Si ndio? Unaweza ukajua kabisa mwaka huu kwenye zile tuzo za wafanyakazi bora alichukua tuzo ngapi? 2, sijui ni 3. Unaweza ukawa unajua hiyo taarifa. Unaweza ukawa unajua net worth yake ni kiasi gani. Unaweza ukajua na utajiri wa kiasi gani. Lakini haimaanishi unamjua. Lakini hicho pia ni kiwango cha kufanyaje? Cha kumjua. Unamjua kwa mfumo wa taarifa, lakini hauna uhusiano naye. Kwa maana nyingine, kwenye kiwango cha kwanza cha taarifa ni Wakristo wanaomjua Mungu ila hawajafika kwenye kiwango cha kuwa na uhusiano naye. Haitoshi kuwa na taarifa kuhusu Mungu, ni lazima uwe na uhusiano na huyo Mungu. Na Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tumesoma kwenye hicho kitabu cha Yohana 5:39 mpaka 40. Yohana 5:39 mpaka 40 nasema hivi: mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele. Mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia, wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Anamwambia mnayachunguza sana maandiko, mmepata taarifa nyingi kuhusu mimi, lakini kitu kilichowashinda ni hiyo taarifa mlioipata kuwaleta kwenye mahusiano. Ndio nikaandika nikasema hivi taarifa yoyote kuhusu Mungu ambayo haikupeleki katika uwezo wa kuwa na mahusiano kuhusu Mungu, hiyo taarifa itabaki kuwa taarifa isiyo na msaada kwenye maisha yako. Taarifa, maarifa yoyote tulionayo kuhusu Mungu, ikiwa hayatusogezi karibu na kutusogeza katika mahusiano ya ukaribu na huyu Mungu, hayo maarifa yanabaki kuwa ni maarifa tu, ni taarifa, na haziwezi kutusaidia sana. Tuko pamoja watu wa Mungu? Ni hatari Mkristo kubaki katika kiwango hiki cha ufahamu kuhusu Mungu, kwani kuna ujasiri hautakuwa nao katika kumwelezea Mungu uliyemwamini. Andika hiyo, mtu wa Mungu.
Ni hatari kwa Mkristo au muamini kubaki katika kiwango hichi cha ufahamu kuhusu Mungu, yaani kumjua Mungu kwa mfumo wa taarifa, kile ambacho umesikia kuhusu yeye. Ni hatari kwa sababu kuna ujasiri hautakuwa nao wa kumwelezea huyu Mungu kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa kwanza Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3 anasema hivi: lile lililokuwako tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa, kwa habari ya neno la uzima, na uzima huo ulidhihirika, nasi tumeuona, tena twaushuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima. Anasema kile tulichokisikia, kile tulichokiona ndicho tulichokigusa, na kwa sababu tumekishuhudia, tuna uwezo wa kuwahubiria nyinyi Injili. Kwa maana nyingine, kanisa halipaswi kuwalaumu Wakristo walio kwenye hilo kanisa kwa sababu gani hawahubiri watu wengine kuhusu Yesu. Wanapaswa kuhakikisha wanatoka kwenye kiwango cha taarifa na kwenda kwenye kiwango cha kuwa na mahusiano na huyo Yesu, kwa sababu wakianza kuwa na mahusiano ndivyo ambavyo Yesu ataanza kujifunua kwenye maisha yao, na watapata maneno ya kuwaambia watu kuhusu Yesu wao. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Anasema lile tulilolisikia, tuliloliona, tumelishika, na kwa sababu hiyo tuna ujasiri wa kuwahubiria wengine. Umesikiaga kwamba Mungu anaponya? Ikiwa Mungu amekuponya, unaweza kuwa na ujasiri wa kuambia wengine. Ikiwa hilo neno limebaki kuwa taarifa, ni taarifa tu kama taarifa zingine unazosikiza TBC na BBC. Sema maneno haya: Mungu nisaidie, kila taarifa niliyosikia kuhusu wewe na uweza wako katika utendaji, nipe personal experience ya hiyo taarifa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ujasiri hatuwezi kuwa nao wa kuielezea imani tulionayo kwa watu wengine ikiwa Mungu tunamjua kwenye kiwango cha taarifa. Hatuwezi kuwa na huo ujasiri, hatuwezi. Unamwambia watu, unawezaje kumhubiria mtu kuhusu Yesu bila kufungua Biblia? Inawezekana, lakini unawezaje? Ndio unakuta mtu amesoma chuo miaka 3, miaka 4, miaka 5, roommate wake hawajui kwamba ameokoka, na hata kama wanajua ameokoka hajawahi kuwashirikisha kuhusu Yesu. Kwa sababu gani? Yeye mwenyewe huyo Yesu anamjua kwa mfumo wa taarifa. Anamjua Yesu lakini kwa mfumo wa taarifa. Kuna ujasiri hatuwezi kuwa nao, hatuwezi kuwa nao. Mitume walikuwa tayari kupigwa, tumesoma asubuhi hapa. Walikuwa tayari kupigwa, na tutasoma, tutarudia hayo maandiko. Walikuwa tayari kupigwa, walikuwa tayari hata kufa kwa ajili ya kile ambacho wamekifanyaje? Wamekiamini. Naomba nikwambie, hawakuamini kwa sababu walisikia peke yake, waliona, walionja. Ndio maana Daudi anasema, onjeni muone kwamba Mungu ni mwema. Hauwezi kuwatamanisha watu kitu ambacho wewe mwenyewe hakija kufurahisha. Ndio maana huwa nawaambia watu, ikiwa hujawashirikisha wengine wokovu, ina maana wokovu haujakukolea vya kutosha. Ndio maana unaona aibu kuwashirikisha wengine. Yaani ukiona mtu aseme kuhusu Yesu, wewe mwenyewe unajua mtu unayempenda unapenda kumuongelea. Si ndio iko hivyo? Watu wako serious sana. Sawa. Mtu unayempenda lazima umuongelee, na ukimuongelea unamuongelea vizuri. Kwa sababu gani? Una mahusiano naye. Shida Yesu sisi tuliye naye kwa asilimia kubwa ya Wakristo ni Yesu wa Jumapili asubuhi. Tunasoma neno lake Jumapili asubuhi tu. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi jioni, we are too busy. Mwambie mwenzako, toka kwenye level ya taarifa. Toka kwenye level ya taarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama bado mnampenda Yesu semeni amina. Timotheo wa pili 1:2.
Timotheo wa pili 1 mstari wa 12, samani. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 12. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 12 anasema hivi: kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso haya, wala sitahayari, yani wala sioni kwamba ni kitu, sikatishwi tamaa, kwa maana namjua yeye niliyemwamini na kusadiki ya kwamba aweza kukilinda kile nilichokiweka amana kwake hata siku ile. Anasema ninamjua niliyemwamini, ninamjua. Kuna kiwango cha ujasiri hauwezi kukipata isipokuwa umemjua huyu Mungu in a personal experience. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndo Paulo, andika mtu wa Mungu, utaenda kusoma kwenye ile Matendo ya Mitume 9 kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 9. Huyu ndo Paulo alikutana na Yesu. Kimsingi Paulo ni profesa wa sheria, si unajua? Tukimleta kwenye kizazi chetu leo, Paulo ni profesa, ni PhD holder wa sheria, na alikuwa analitesa kanisa akiamini anaifanya kazi ya nani? Ya Mungu. Ila Mungu, Yesu anamtokea kwenye hicho kitabu cha Matendo ya Mitume 9:3 mpaka 39, anasema hata alipokuwa akisafiri ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni, akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unaye niudhi. Mimi ndimi Yesu unaye niudhi wewe, si ndio? Lakini simama uingie mjini. Akaendelea hapo kumwambia kwamba utakutana na mtu atakuelekeza kwa habari ya mambo ya ufalme, si ndio? Paulo alikutana na Yesu personally, na ndio maana alikuwa na hiyo conviction, alikuwa na huo ujasiri wa kuambia watu wengine. Anasema kufa kwangu ni nini? Ni faida, na kuishi ni Kristo. Anasema ninayahesabu mambo yote kuwa kama nini? Hilo neno hapo, kwa sababu ya uzuri wa kumpata nani? Kristo. Mimi ni kwenye zile imagination zangu, unajua kwenye zile imagination zangu za kusoma Biblia, huwa najiambia Paulo alikuwa a very potential figure, kiasi cha kwamba Yesu aliamua ashuke mwenyewe kuja kujitambulisha kwake, kwa sababu alikuwa na uhakika, nikimpata huyu jamaa. Yaani kwanza Paulo ni mbishi, Paulo ni king'ang'anizi, alafu Paulo alikuwa na uwezo wa kuvielezea vitu vigumu kwa lugha rahisi. Ndio maana ukisoma vitabu vya Paulo, hata kama wewe ni mgeni kabisa kuhusu wokovu, utamuelewa. Soma Galatia, soma Waefeso, soma hizo wa Korinto, utaelewa. Kwa sababu gani? Mungu alimpa uwezo wa kueleza mambo magumu katika lugha nyepesi. Mungu anasema huyu ni mtu huyu, lazima nimpate. Kwa sababu ikiwa kama kwa upande wa shetani alifanya vile, akija upande wangu itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Huo kimya wenu na userious unaniambia kwamba mnanielewa. Haleluya. Utaenda kusoma kwa wakati wako Matendo ya Mitume 4 kuanzia mstari wa 19 mpaka 20. Matendo ya Mitume 4:19 mpaka 20. Hii inaelezea kwa habari ya wanafunzi Petro na Yohana walipokamatwa, wakaambiwa wasihubiri, akasema Bwana, ni vyema sisi tuwasikilize nyinyi, hivyo. Kisoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume pia kuanzia 20:17 mpaka 25. Hii inaongelea kwa habari ya Paulo. Paulo anasema hivi, nilipigwa fimbo sijui ngapi mijeledi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Injili. Umeelewa? Kisoma pia kwenye Matendo ya Mitume 5:17 mpaka 20 pia, hiyo inaelezea kwa habari ya mitume walivyokuwa kwa makuhani, wanakatazwa wasihubiri, wakapigwa viboko, wakarudi kule, wakatoka, wakasema imekuwa ni bora kwamba tumeteswa kwa ajili ya kuhubiri nini? Kuihubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kiwango cha ujasiri, najaribu kusisitiza hii point ya kwanza ili uielewe vizuri. Kuna kiwango cha ujasiri hatuwezi kuwa nacho kuhusu Mungu ikiwa tunamjua kwenye level ya nini? Taarifa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia pale kwamba kukaa kanisani muda mrefu haimaanishi kwamba unafanyaje?
Unaweza kuwa unamjua Mungu lakini kwenye level ya nini? Taarifa. Unaweza ukawa sawa sawa na Samueli. Utaenda kusoma kwa wakati wako kwenye kile kitabu cha Samueli Samueli wa kwanza 3 mpaka mstari wa 12. Samueli alikuwa analala hekaluni, tena pembeni ya lile taa, si ndio? Ambao kipindi kile ile taa ilikuwa inaashiria Roho Mtakatifu, maana ilikuwa ina matao 7, si ndio? Alikuwa amekaa na amelala pembeni ya ile taa, lakini bado Mungu alivyoita akahisi ni nani? Ni Eli. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anajua, yani kwa maana nyingine alikuwa anajua Mungu huwa anaita na Mungu huwa anaongea, lakini alikuwa hajui huwa anaongeaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anasikia tu Eli anamwambia Mungu ameniambia, Mungu ameniambia. Alikuwa hajuaje. Na kwa sababu alikuwa ameizoea sauti sana ya Eli, alipoisikia ile sauti alijua ni Eli anamuita. Kumbe alikuwa ni Mungu. Mpaka Eli alipomwambia akiita sasa hivi mwambie sema Bwana mtumishi wako anafanyaje? Anasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Unaweza ukasema hichi kiwango ni kibaya. Mtu wa Mungu, hichi kiwango pia ni kizuri, lakini hatupasi kukaa hapo. Sawa? Hichi ndio kiwango ambacho kuna watu katika kiwango hicho kimewaletea miujiza. Yule mwanamke aliyetoka na damu miaka 12, si alisema moyoni mwake? Alipataje uwezo wa kusema ikiwa hakusikia? Alisikiaga kwamba Yesu anaponya, akasema moyoni mwake nitaenda kufanyaje? Kugusa. Yule akida kwenye Mathayo sura ya 8, maana habari ya mwanamke aliyetoka na damu ni Mathayo 9. Kwa habari ya akida ni Mathayo 8. Anamwambia Yesu hivi, mimi na mjakazi wangu anaumwa. Yesu anamwambiaje? Nitakuja nyumbani mwako. Akida akamwambia, sikia mzee wangu, mimi sitaki uje. Wewe sema neno na mtumishi wangu atafanyaje? Atakuwa sawa. Yesu anasema sijawahi kuona imani kubwa kiasi hichi katika Israeli. Walisikia kuhusu uwezo wa Yesu na wakauamini. Katika kiwango hichi pia bado Mungu anaweza kufanya miujiza mikubwa tu, kwa sababu imani chanzo chake si ni kusikia. Imani itajengeka ndani yako, lakini kuna kiwango cha mahusiano lazima uwe nacho ili Mungu ajifunue. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kiwango cha pili. Kiwango cha pili cha ufahamu katika kumjua Mungu. Kiwango cha pili. Hichi kama unaandika kiwango cha pili ni kumjua Mungu kutokana na vile alivyojifunua kwako kibinafsi. Revelation. Yaani unamjua Mungu kutokana na vile alivyojifunua kwako kibinafsi. Ni vile ambavyo unamjua Mungu kutokana na alivyojifunua kwako kibinafsi. Hichi pia ni kiwango kingine cha kumjua nani? Mungu. Kimsingi kinajengwa kutoka kwenye kiwango cha kwanza. Kwa sababu gani? Hata shetani huwa anajigeuza kuwa malaika wa nini? Wa nuru. Kuna wakati anaweza akaja kwako na kusema kitu ambacho unahisi ni sahihi. Ni lazima uwe na kiwango cha kwanza uweze kujua huyu anayesema ni Mungu au ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikasema kiwango cha kwanza sio kibaya, lakini hatupasi kukaa hapo. Mwambie mwenzako hupasi kukaa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye hichi kiwango cha pili ni tunamjua Mungu kutokana na vile alivyojifunua kwenye maisha yetu. Hapa ndo tunakutana na yale majina mengi aliyomtaja nani? Mungu. Alipowaponya watu, kwa sababu kimsingi umesoma kwamba Mungu ni mponyaji, lakini the moment anapokuponya, taarifa kuhusu uponyaji inakuwa personal experience au ufunuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:1. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:1 anasema hivi: wapenzi, msiziamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zinatokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Kwa hiyo kile kipengele cha kwanza, kiwango cha kwanza ni cha muhimu, kwa sababu wakati Mungu anajifunua kwako, au kiumbe chochote ambacho unahisi sio cha kibinadamu kinajifunua kwako, utakuwa na uwezo wa kujua huyu aliyejifunua kwangu ni Mungu au ni kitu kingine. Maana pia malaika pia wa giza wanajigeuza kuwa kama malaika wa nuru. Anasema kwenye ile Wakorintho wa pili 11:14 mpaka 15.
Korinto wa pili 11:14 mpaka 15 anasema, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru, bali si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Anasema shetani pia huwa anajigeuza kama mfano wa malaika wa nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Hichi ni kiwango ambacho Mungu anajifunua kwetu. Tunamjua Mungu kulingana na vile alivyofanyaje, alivyojifunua. Andika Samueli wa kwanza 3 kuanzia mstari wa 2 mpaka 11. Hii wakati huu tunaisoma. Kule nilikuparaphrase, hapa nitakusomea mtu wa Mungu. Samueli wa kwanza 3:2 mpaka 11 anasema hivi: ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Mara mwisho lini ulikuja kulala hekaluni mwa Bwana? Sijui, maana tukikuita kwenye mkesha hauji. Sasa sijui sawa. Basi wakati huo Bwana akamuita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akafanya hivyo kwa mara ya pili, akafanya hivyo kwa mara ya pili. Kwenye mstari wa 7 anasema, basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado. Samueli amezaliwa, alipoachishwa kunyonya akapelekwa kanisani, ambapo tunaamini kwenye kunyonya inategemea kwenye miaka 2 hapo, si ndio? Akapelekwa kanisani kama sadaka. Amekaa kanisani tangu mtoto, na kipindi hichi alikuwa kijana. Tupigie kwenye miaka kati ya 12 mpaka 17 hapo. Lakini Biblia inasema alikuwa bado hajamjua nani? Alikuwa amejua taarifa zake, lakini huyo Bwana alikuwa hajajifunua, si ndio? Na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Kama na Biblia kwako ya hard copy, mtu wa Mungu, upigia mstari halijafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana akamuita Samueli mara ya 3, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemuita huyu mtoto. Kwa hiyo Eli akamwambia Samueli, enenda ukalale, itakuwa akiita utasema, nena Bwana, itakuwa akiita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Huyu ni Samueli. Alikuwa amesikia kuhusu Mungu, amekaa hekaluni, amelala hekaluni, lakini bado Mungu alikuwa hajajifunua kwake. Kwa katika level hii Mungu alikuja kwake kwa mfumo wa mfunuo, akamjua Mungu. Mungu anamwambia pale, nitakutuma na vitu vingine vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hichi ni kiwango ambacho ni lazima tupambane kukifikia, kwa sababu pia kuna mambo hatutaweza kuyaamrisha katika ulimwengu wa mwili isipokuwa tumefika kwenye hichi kiwango. Yaani ni kwa nini tufika kwenye hichi kiwango? Kuna mambo hatutaweza kuyaamrisha katika ulimwengu wa roho na wa mwili isipokuwa tumefika kwenye hichi kiwango. Musa kwenye kitabu cha Kutoka, andika mtu wa Mungu, tunaenda kusoma Kutoka kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 11. Kutoka, andika kwanza Kutoka sura ya 2. Ni sura nzima utaenda kusoma kimsingi. Alafu utakuja kusoma Kutoka sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 11. Tunaanza kupewa hadithi kwamba wana wa Israeli walienda utumwani, na wakiwa utumwani wakaongezeka, namba yao ikawa kubwa. Kiongozi aliyekuwepo kwa wakati huo, Farao, akatangaza kwamba wauliwe watoto wote wa kiume, si ndio, wenye umri fulani. Musa akawekwa kwenye kisafina, akaokotwa na mtoto wa Farao, akaishi kwa Farao, lakini akilelewa na mama yake kama mtumishi, si ndio? Kwa maana nyingine mama yake alikuwa anamwambia kwa habari ya Mungu wao. Na ndio maana ukisoma kwenye hicho kitabu cha Kutoka sasa 10 hiyo sura ya 3, si ndio? Inaanza hapo inasema sijui alikuwa Midiani na nini huko. Mstari wa 2,
malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kilikuwa kinawaka moto, nacho hakiteketei. Si ndio? Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, kwa sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katika kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie mahali hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Tena Mungu anaanza kujitambulisha sasa. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Maana inasema hakuna mtu aliye kumuona Mungu akafanyaje? Akaishi. Hapo chini Mungu ajitambulisha kwamba mimi ni niko ambaye niko. Mungu alipojifunua kwa Musa na Musa akamuelewa, ndo Musa akapata ujasiri wa kwenda kwa nani? Kwa Farao. Na alipokuwa kwa Farao alikuwa haongei maneno matupu, alikuwa anaongea kwa mamlaka. Ndio maana nikasema katika kiwango hichi ni lazima ufike kwenye kiwango hichi ili uwe na uwezo wa kuamrisha vitu kwenye ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Ni lazima ufike kwenye kiwango cha kumjua, yaani Mungu umjue kwa kiwango alivyojifunua. Kwa sababu gani? Kwa kadiri ambavyo unamruhusu Mungu ajifunue, ndivyo ambavyo unaujua uwezo wake na nguvu katika utendaji. Hivyo unajua na namna gani ninaweza kuexercise mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Elia anasema mvua haitanyesha isipokuwa kwa, tena anasema kwa Mungu ambaye mimi ninasimama mbele yake. Hicho ni kiwango cha pili, kumjua Mungu kutokana na vile ambavyo amejifunua. Katika kiwango hichi sasa, kile kwenye kiwango cha kwanza ndio watu unasikia wanasema neno la Mungu linasema, nimesoma kwenye Biblia 1, 2, 3, lakini ukiwa kwenye kiwango hichi cha pili unasikia mtu anasema Mungu aliniambia, Roho Mtakatifu aliniambia. Naomba nikwambie hivi, ile kwamba wewe haujamsikia Mungu haimaanishi haongei. Ile kwamba hujawahi kumsikia Mungu haimaanishi kwamba haongei. He is speaking even now. Yaani anaongea hata sasa. Ni katika kiwango hichi ambacho unamsikia mtu anakwambia, nilikuwa nimekaa nikasikia Roho wa Bwana ananiambia 1, 2, 3, na nilipofanya niliona 1, 2, 3. Ni katika kiwango hichi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utakuwa unajipima sasa, hapo nipo au bado? Bwana Yesu asifiwe sana. Au bado nipo kwenye kile kipande kile cha kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ndio yalikuwa maombi ya Paulo kwa kanisa la Efeso. Waefeso 1:17 na 19. Waefeso 1:17 na 19 nasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo na Baba wa utukufu awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, muweze kujua Mungu, apate kujifunua kwa level nyingine ambayo hamjawahi kumuona hapo mwanzo. Mungu apate kujifunua kwa level ambayo haujawahi kumuona hapo mwanzo. Watu wote wakubwa unaowajua wewe, watumishi wa Mungu, na napomaanisha watumishi wa Mungu simaanishi wahubiri peke yake. Yeyote aliyeokoka na anayetembea kwenye viwango ambavyo kwa binadamu wa kawaida haiwezekani. Ukiishi amefanya mambo makubwa, wengi wanaoperate kutoka kwenye hiyo level. Kuna kiwango cha ufunuo kuhusu Mungu wamekiona na wamekipata, hivyo imewapa mamlaka ya kuamrisha vitu duniani. Kuna ufunuo kuhusu Mungu wameuona. Kuna mchungaji mmoja yuko Nigeria aliwahi kusema, hairuhusiwi
yeye kuwekwa kwenye billboard ya kujaribu kumlinganisha na watu wengine kwa habari ya utajiri, kwa sababu utajiri wake haupimiki. Huo ni ufunuo alionao kuhusu nani? Mungu. Mwingine anawahi kusema hairuhusiwi yeye kuumwa, kwa sababu hawakuwahi kuona kwenye Biblia inasema naye Yesu aliumwa. Bwana Yesu asifiwe. Alisema yani yeye kwake hairuhusiwi, alishauambia mwili wake hauruhusiwi kuumwa. Kwa sababu gani? Hakuwahi kusoma kwenye Biblia inasema naye Yesu aliumwa. Yesu alichoka, alisikia njaa, alisikia huzuni, ila hakuna sehemu Biblia ituandikia kwamba alifanyaje? Aliumwa. Huo ni ufunuo. Tunaenda kwenye kiwango cha 3. Kiwango cha 3. Nakosa maneno mazuri ya kuyaweka hapo, lakini sawa. Kumjua Mungu kwa uzoefu. Sasa uzoefu ndio experience, si ndio? Knowing God experientially, yani kumjua Mungu kwa uzoefu. Kumjua Mungu kwa uzoefu. Wewe ni shahidi, ikiwa ni mwanafunzi au unatafuta kazi, umeshasikia watu wanasema tangazo la kazi limetoka na wanahitaji anayeenda kuomba kazi angalau awe na nini? Na uzoefu wa kitu kwa muda fulani. Unadhani ni kwa nini? Maarifa ambayo hayajawekwa katika matendo kwa muda fulani huwa yanasahaulika, ila uzoefu unakusaidia kuyaelewa maarifa ulionayo na kuyafanya yakae kwenye hicho kichwa. Maarifa yasipotendewa kazi kwa muda fulani huwa yanasahaulika. Yana tabia ya kusahaulika. Yana tabia ya kusahaulika. Ndo Ayubu sasa anasema, Ayubu 42 mstari wa 5. Ayubu 42 mstari wa 5 anasema hivi, nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu limekuona. Si ndivyo? Anasema nilikuwa nimesikia habari zako. Mimi nilikuwa nimesikia kwamba unaponya, nimesikiaga kwamba unainua, nimesikiaga kwamba unafanyaje? Unatenda miujiza. The moment huo muujiza umefanyika kuwa halisi kwenye maisha yako na ikawa personal experience, kuna ujasiri huo unakuwa nao, na hata ukipitia kipindi kingine kigumu unaweza kusema hivi, Mungu aliyenitetea kwenye lile anaweza kunitetea kwenye hili. Yesu asifiwe. Shida ni moja, Wakristo wengi tunasahau. Ndio maana Daudi anasema hivi, nafsi yangu muhimidi Bwana wala usizisahau fadhili zake. Kila wakati tunapopita kwenye kipindi kigumu, shetani huwa anaongeza kelele ya maumivu tunazokipitia, ambazo hizo kelele zinatufanya tusahau nini Mungu amefanya. Ndio maana kila siku huwa nawaambia, sio lazima ile nimekushauri katibu, mimi nawashauri tu familia ya KCC, tafuta mtu wa Mungu daftari, kama ni counter book kwa ya4 kabisa, andika kila kitu ambacho unajua Mungu amewahi kukufanyia tangu ulivyoanza kutembea naye. Kuna siku utakosa maombi, utaenda kwenye yani hauna cha kuomba na unajua ni siku yako ya maombi, utafika kwenye uwepo wa Mungu, utaanza kumfunulia, unamwambia Mungu, nakumbuka kuna siku ulifanyaga hivi, ulifanyaga hivi, ulifanyaga hivi, ulifanyaga hivi, ulifanyaga hivi. Na niamini mimi, kwa kadiri ambavyo unakumbuka nini Mungu amefanya, ndivyo ambavyo imani inapanda mdogo mdogo. Ukitoka kwenye maombi yani una ujasiri kana kwamba umetoka kumuua simba peke yako bila msaada. Bwana Yesu asifiwe. Andika. Shida sisi Mungu akifanya tunasahau. Na ndio maana ikija shida nyingine tunaanza kuwa na stress. Mwambie mwenzako, tumishi akushangai. Hata wana wa Israeli baada ya kuona ishara nyingi za Mungu, bado kuna wakati walalamika. Yaani walimuona Mungu akifanya ishara nyingi kwenye kitabu cha Kutoka kuanzia mstari wa sura ya 5 mpaka ya 7,
anapiga matukio tu mzee wa siku, anapiga show kule, yani za kutosha. Lakini alipofika jangwani bado alimlalamikia nani? Mungu. Mungu aliyekuwa na uwezo wa kusababisha upande mzima wa Misri kuwe na giza, lakini Gosheni peke yake kuwe na nuru. Huyo Mungu alimsahau. Aliyefanya vyura wakatoka wakajaa, nzi wakaja wakajaa, lakini wao Gosheni walikuwa wako vizuri tu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kiwango fulani tukitembea na Mungu na kupata uzoefu, personal experience na huyu Mungu, kuna ujasiri na uvumilivu huwa tunaupata katikati ya changamoto. Yaani shida zikija, haimaanishi zile shida hazitatupa sonona, hazitatupa stress. Stress zitakuwepo, lakini kuna utulivu fulani hivi tunaupata. Kwa sababu gani? Tunamjua tuliyemwamini, kama alifanyaga zamani atafanya na leo. Wote hapa ninajua kuna kitu ambacho Mungu amewahi kufanya kwenye maisha yetu ambacho tukikaa na tukitazama tunasema hivi, kama asingekuwa Mungu hakuna mtu angeweza kufanya. Hata kama ni kimoja, kila wakati ikumbushe nafsi yako, aliyefanya vile anaweza kufanya na sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumjua Mungu kutokana na namna ambavyo amejifunua kwa uzoefu. Wanawaambia watu, napenda kutoa mifano ya shule sababu asilimia kubwa tuko na wanafunzi. Nimemwona Mungu akinivusha kwenye hizo stress za masomo sana. Mara ya kwanza ilikuwa shida. Nilikuwa napata mawazo. Mwalimu akikupiga biti fulani unawaza, semester nitamaliza kweli? Lakini kwa kadiri nilivyoona Mungu ananivusha, nikasema haijalishi aliyesema ni nani, hata kama ni mkuu wa chuo. Naye Mungu ambaye yuko juu ya mkuu wa chuo. Yaani hata hiyo nafasi ya ukuu wa chuo alipewa na Mungu wangu ambaye mimi ni baba yangu, na amenituma kwenye hicho chuo nikasoma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unapaswa, hichi ni kiwango cha kumjua Mungu ambacho ukishafika kwenye hicho kiwango, haijalishi nani atasema nini kuhusu wewe, kuna level ya amani tu unayo. Ndio Ayubu anasema mjue sana Mungu ili uwe na nini? Na amani. Hii ni level ambayo umetembea na Mungu with a personal experience. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukiwa tunamaliza, sasa kilele cha kumjua Mungu ni nini? Yaani tumetoka kwenye kiwango cha kujua taarifa, cha kupata ufunuo kuhusu huyu Mungu, kuwa na uzoefu binafsi, personal experience na huyu Mungu. What is the final destination ya hichi kiwango? Yaani cha kumjua Mungu ni nini? Kilele cha hizi shughuli zote za kumjua Mungu ni nini? Ni kimoja tu, tumfananie Kristo. Yaani watu wanapotuona sisi wamuone Yesu. Huwa napenda kuwatania watu na kuambia, ni version gani ya Yesu watu huwa wanaiona wakikuona wewe? Yaani ni Yesu mwenye hasira asiyesamehe, ni Yesu muongo, au ni Yesu yule wa msalaba waliyemsoma kwenye Biblia? Bwana Yesu asifiwe. Kilele au hitimisho au lengo kubwa la kwenda kuzama zaidi katika kina cha ufahamu wetu kuhusu Mungu sio kuwatishia watu na kuambia tuna uwezo wa kulifanya jua lisimame kama kina Yoshua, tuna uwezo wa kugawanya bahari ya Shamu. Hizo zote ni nzuri na zinaonyesha mamlaka tulionayo ndani ya Kristo, ni nzuri, lakini kilele cha yote ni tumfananie Yesu. Tumfananie Yesu. Watu wanapotuona sisi, maisha yetu na matendo yetu yawe injili tosha kumuhusu Yesu. Injili imepata shida sana sasa hivi kuhubiriwa kwa sababu watu wanamhubiri Yesu asiyemuishi. Watu wanamhubiri Yesu asiyemuishi, wanamtangaza Yesu asiyemuishi. Kwa hiyo inakuwa shida. Mtu anasema, ikiwa unasema huyu Yesu yuko hivi, mbona huyo unanishawishi mimi nije kwenu wakati wewe hajakubadilisha? Si ndio? Ukristo unapata changamoto kubwa sana sasa hivi kwa sababu
Tuna kundi kubwa la watu ambao wanasema ni Wakristo lakini hawakiishi kile wanachokisema. Hawakiishi kile tunachokisema. Wagalatia 2:20. Wagalatia 2:20 anasema hivi, si mimi tena ninayeishi bali Kristo anaishi ndani yangu. Sio mimi tena. Yaani huyu ni Paulo, elewa? Yaani ameshatembea na Mungu sana. Mungu ameshajifunua kwake, ameshapata personal experience na Mungu za kutosha. Anasema hivi, Yesu ameanza kuishi ndani yangu. Watu wote wanaoniona mimi huwa wanamuona Yesu. Mungu anatamani tufike kwenye hicho kiwango. Na ndio maana kila siku huwa anasema, popote mimi ninapoenda, tangu nilipojua hichi kitu, sijawahi kujitangaza kwamba mimi nimeokoka, mimi ni mchungaji. Hapana. I just live my life. Yaani mimi naishi maisha yangu kwa sababu maisha yangu ni tofauti na ya kwao. Wao ndo wanaanza kuuliza, ni vipi? Alafu unajua mtu akiwa anakuja kwako kukuuliza akiwa na curiosity, si ndio? Inakuwa rahisi kumhubiria kuhusu Yesu. Shida yako wewe, umefika sehemu umeshajitangaza, mimi ndo the apostle of the apostolic church. Umesema vitu vingi vikubwa kuhusu wewe na Mungu wako. Lakini watu wakikaa mzee kutokea mbali wakikuangalia, mbona apostle hatukuoni ukiishi ukimuishi Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Tusimame.